Bado msikilizaji, karibu sana kwenye hii sehemu ya pili, simulizi nzuri, simulizi ya maisha, simulizi ya kijana Jimmy pamoja na bidada wa kuitwa Zawadi, bila kumsahau mwanadada mwingine wa kuitwa Mage. Bado katika sehemu iliyopita, nazungumzia sehemu ya kwanza, tulishia pale ambapo maandalizi kati ya ndoa ya Jimmy pamoja na Zawadi yalikuwa yanaendelea. Wamebakiza wiki moja, sijui wiki mbili, yani waingie kwenye send off kisha waingie kwenye ndoa. Kumbe bwana Jimmy ana mikakati yake. Hii ndoa Jimmy haitaki kabisa hata kuisikia. Na lengo la Jimmy ni hiyo siku ya ndoa apige tukio ambalo wazazi wake mpaka huyu Zawadi mwenyewe hawatoamini macho yao. Sasa tukawa tunajiuliza Zawadi Jimmy amepanga kufanya nini kwenye hiyo ndoa yake? Lakini tukumbuke Jimmy ana mwanamke wake ambaye anampenda sana, anaitwa Mage. Mage ambaye anaonekana ni dada wa mjini. Mage ambaye anaonekana ni binti ambaye anakwenda na fashion, kitendo ambacho wazazi wa Jimmy hawakubaliani na hiko kabisa. Na ndipo hapo wazazi wa Jimmy walipoamua kumtafuta mwanamke mwingine wa kuitwa Zawadi, na wakaandaa mipango ya harusi kwamba Zawadi aolewe na kijana wao Jimmy, ili hali Jimmy ana mwanamke wake wa mjini, dada fulani hivi matashtiti, bidada fulani hivi kuvaa nguo ndefu mpaka chini, yeye kwake hilo hawezi. Nguo zake ni vimini, vipedo nini, hii kitu bwana wazazi wa Jimmy ndio wazazi wa Jimmy kweli. Wazazi wa Jimmy bwana hawapendi, kwa sababu wao ni watu wa dini kweli. Sasa itakuwaje? Ndoa ya Jimmy na Zawadi itakuwepo ama mambo yatakuwa vipi? Basi karibu sana kwenye hii sehemu ya pili, mzigo mtamu kutoka kwake bwana Ali Metu. Mimi hapa unanisikia kwenye mic, inaitwa Uncle J Simulizi. Bwana, karibu ndugu yangu. Naam, msikilizaji, baada ya makubaliano ya pande mbili juu ya tarehe ya ndoa kati ya kijana Jimmy pamoja na mwanadada Zawadi, tarehe ilipangwa, vikao vikaanza rasmi, michango ikaanza kukusanywa. Hatimaye tarehe ya sherehe ya send off kwa ajili ya kumwaga rasmi mtoto wao mpendwa Zawadi ilibakia kama wiki kadhaa tu mbele. Hivyo kadi za sherehe ziligawiwa kwa walengwa. Kadi za sherehe zikagawiwa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kupitia shoga yake kipenzi afahamikaye kwa jina la Sheila, taarifa ziliweza kufika chuoni anaposoma binti huyo kuitwa Zawadi ya kwamba jamani, Zawadi anaolewa. Taarifa zilifika katika iko chuo cha uandishi wa habari na uandaji wa matangazo. Siku ile ndo ilikuwa siku ya kuweza kuwapatia kadi wanachuo wenzake waliochangia sherehe ile. Wakiwa wako chuoni, baada ya mwalimu wa somo la utangazaji katika redio na luninga kuweza kutoka darasani, lilizuka zogo la ghafla. Unaambiwa siku zote wanafunzi hujionyesha ni wastaarabu pale anapokuwepo mwalimu darasani, lakini mwalimu alipotoka fujo zilianza. Na hii sio kwa wanafunzi wa shule ya msingi tu, hata vioni pia wanakuwa kama ni watoto, japokuwa wao ni watu wazima. Zogo lilikuwa likiendelea. Sheila, rafiki kipenzi wa Zawadi, alipita mbele ya darasa akapanda juu ya meza. Ilikuwa ni meza ya mwalimu. Sheila alipopanda pale juu ya meza alikuwa ameshikilia karatasi mkononi mwake. Karatasi aliyokuwa ameikunja na alikuwa ameshika ndo kama kipaza sauti, yani ilikuwa ndo kama maiki. Hapo kila mwanafunzi aliyokuwepo humu darasani alikuwa anamwangalia Sheila pale juu ya meza. Mariam ni mmoja wa wanafunzi mwenzie ambaye alikuwa ni mke wa mtu. Ilibidi amuulize, wewe Mr. Benny, leo umekuja na kitu gani hapo mbele? Maana kila siku wewe uishi vituko. Sijui kwa nini unang'ang'ania kwenye fani ambayo sio ya kwako. Yaani bora tu hata ungejiunga tu na fani ya vichekesho, na imani kabisa ungefunika wengi tu. Haya, unalipi jipi hapo mbele? Kauli ya Mariam ilifanya wote darasani wakae kimya kumsikiliza Sheila, kama wengi wapendavyo kumuita Mr. Ben. Kwa ucheshi wake anaoutoa darasani, kila mmoja yani anakuwa hana mbavu kwa ucheshi wa huyu binti wa kuitwa Sheila. Alikuwa ni kama comedian fulani hivi. Sasa Sheila mara baada ya kukohoa kupitia ile karatasi ambayo alifanya ndo kama mic, akaanza kwa kusema, naombeni wote mniazime masikio yenu kwa muda. Nilisahau. Mabibi na mabwana. Mabibi wenzangu, tusikilizane. Kauli ya Sheila ilifanya darasa zima liangue kicheko. Sheila
aliingilia kati kwa kusema, kumradhi wapendwa, naombeni utulivu kidogo ili tufanikishe kilichowafanya mniazime masikio pamoja na macho yenu. Jamani, kuanzia sasa hivi msinifikirie chochote. Hata wapenzi wenu leo watanisamehe. Yaani hapa nasimamisha mtandao. Mtulie kabisa na mnisikilize ninachotaka kusema. Wakati Sheila anazungumza hayo, palizuka vicheko vingine. Kila neno moja la Sheila ilikuwa ni burudani tosha darasani humo. Na siku asipokuja Sheila darasani, unaambiwa darasa huwa linapooza. Sheila akaendelea kusema, wapendwa, hapa mkononi nina mzigo. Huu mzigo unatakiwa uwafikie walengwa. Ilikuwa ni miezi, ikawa mwezi, na sasa hivi zimebaki wiki. Na ina maana wote mnajua baada ya wiki kama 3 kambi ya makapera itakimbiwa na mtu mmoja, naye sio mwingine, anaitwa Sweet Lady Zawadi. Sasa napenda kuwatangalizia shukrani zangu za dhati kwenu nyote mliotoa mchango wa hali na mali ili kufanikisha lengo letu tulojiwekea. Wanafunzi tuliomuunga mkono shoga yetu mpendwa Zawadi. Sasa niwaambieni, leo hii ndo zimeletwa kadi za send off na imani kila mmoja amejiandaa vilivyo, au sio? Hiyo siku kutakuwa kuna kunywa, kutakuwa kuna kula, kutakuwa kuna kubambiana juu. Kazi kwenu, maana mziki utakuwepo. Mpo? Darasa zima likaitikia ndio. Sheila akaendelea kusema, sasa kila mmoja atapata kadi yake. Naombeni mtulie. Uzuri kadi hizi mje wawili. Ambao hawajaolewa, nina imani wapenzi wao wivu utawashika. Hivyo nao kufanya fasta nini vile nini na mambo kama hayo, na nyinyi muolewe pia. Jamani, msikose kadi hizi, msikose, na muwafikishie ambao hapa hawapo. Tujumuike nao jamani. Kwa njia moja ama nyingine, mimi yangu ni hayo tu. Sijui mnaelewa? Nitaita jina la mmoja aje mbele achukue kadi yake. Sitaki fujo. Sheila alianza kugawa kadi kwa wanafunzi wote, na kisha akapanda tena juu ya meza ya mwalimu, akakohoa kama kawaida yake, na kisha akasema, Ladies and gentlemen, nina imani kila mmoja hajawahi kumuona shemeji yetu. Na hiyo ni kutokana tuko busy na masomo. Jamani, leo nimewaletea picha ya shemeji yenu mumuone, ili basi hata siku ya send off msio wageni kwenu, maana ni kijana fulani hivi handsome boy. Darasa zima likasema tumuone. Sheila akasema vizuri. Sasa kila mmoja akae kwenye kiti chake ili nimpitishie picha aone. Kweli bwana, darasa zima likakubali utaratibu huo. Sheila alianza kupitisha kwa mmoja. Mwanafunzi wa kwanza akasema, hey, jamani mkaka mzuri. Mwanafunzi wa pili akasema, bonge la handsome boy. Wa tatu akaguna, jamani, hiki kitu achini utani nyinyi. Kwenye picha huko hivi, haya kwenye live wanakuaje huyu mkaka? Wa nne akasema, jamani hapa Zawadi lazima shemeji atembee na mlinzi. Bila hivyo, mbona Zawadi atamkosa huyu mkaka? Mwanafunzi wa 5 na wa 6 wakaendelea kumwaga pongezi. Unaambiwa kuna wanafunzi wengine mpaka wakawa wanaibusu ile picha. Yaani wanachukua picha wanaibusu, wanaikumbatia, kitu ambacho kilimuudhi sana Sheila. Akatoa radhi, akaingilia picha ile kimya, japo wapo walioshindwa kujizuia kutoa sifa za uzuri wa mchumba huyu wa Zawadi. Kiukweli jamaa alikuwa ni handsome boy. Yaani ukimtazama Jimmy kwenye picha alikuwa anavutia. Kila mwanafunzi alitoa pongezi za dhati kabisa kwa huyu mshikaji. Na wapo wanafunzi waliokwenda mbali zaidi, wakaiombea heri ndoa ya rafiki yao Zawadi. Msikilizaji, Zawadi ambaye muda wote alikuwa yuko kimya tu, alikuwa akijifikiria jinsi harusi yake jinsi itakavyokuwa. Zawadi alishtushwa na mlio wa simu yake. Alipoangalia namba ya mpigaji alijikuta akijishika kifuani. Zawadi kwanza alishusha pumzi ndefu, badala ya kuipokea ile simu alikumbatia ile simu na kisha akasema, my sweet heart, my heart beat.
Wa Zawadi, nani huyo? Shemeji nini? Wote darasani walimuuliza Zawadi. Zawadi akasema kwani kuna mwingine zaidi yake katika hii dunia? Alijibu Zawadi kwa sauti ya kudeka. Sasa mbona upokee hiyo simu? Usiupokee tumsikie. Alipotaka kuipokea ilikuwa imeshakwisha kukata. Cha ajabu aliendelea tu kuikumbatia simu hiyo huku akiwa anang'ong'esa midomo yake kwa madeko kweli kweli. Jamani, kupendwa raha msikilizaji. Ndugu yangu, kama wewe unayenisikiliza muda huu, huenda wewe ni yatima wa mapenzi. Mapenzi kwako yanakuwa yanakupiga matukio mpaka unachanganyikiwa na unaona ni bora tu simulizi za Uncle Jay. Pole ndugu yangu. Ukipendwa vizuri, mbona Uncle Jay unamsahau? Unaambiwa Zawadi penzi lilimnogea mpaka akawa anakumbatia na simu akiamini ndo kama anamkumbatia Jimmy wake. Mapenzi. Jamani, huyu jamaa amempa nini jamani Zawadi? Ona Zawadi mishipa upendo ilivyomtoka. Hatari. Watu kibao tu walikuwa wanamtokea Zawadi, lakini Zawadi wote kawakataa. Huyu jamaa kampa nini Zawadi? Mwanafunzi mmoja alisema, na hii ni kutokana na hali ya Zawadi ilivyokuwa. Zawadi muda wote alionekana anatabasamu tu. Wewe ndugu yangu, huyu mkaka mwenye kwanza umeona, wewe mwenye umejionea. Wewe unadhani Zawadi asichanganyikiwe? Si darasa zima tumechanganyikiwa, sembuse yeye. Mwanafunzi mmoja alisema hivyo. Bwana, lakini hata pamoja na mvulana mwenye kuwa mzuri, lakini asingeweza kumchanganya Zawadi namna hiyo bwana. Nyamu ni kama Zawadi amechanganyikiwa. Sikia wewe, kila ndege anatua kwenye mti wa upendao. Hapo kweli umesema. Zawadi akiwa bado amekumbatia simu hiyo, mara simu ikaita tena, na safari hii ilibidi awahi kuipokea. Hello my sweet. Sijui hata niseme nini, alisema Zawadi kwa kulalamika. Jimmy akamwambia, kwa nini hani unasema hivyo? Sio kwa kupata simu yako, yaani ni muda mfupi tu nilikuwa na kuwaza na wewe huyo umepiga. Basi na imani mawazo yetu ni yanaendana. Unajua hata mimi nilikuwa na kuwaza sana Zawadi, nikaona lazima nikujulia hali. Sasa ni hivi, unatoka darasani saa ngapi? Baby, muda wote ule kuanzia sasa hivi. Kwani ulikuwa unasemaje Jimmy, au ulitaka kunifuata? Unaweza kuwa ni mganga wa kienyeji uzeeni wewe. Unajua niko maeneo karibu kabisa na chuoni kwenu hapa. Tena nitafurahi. Siamini mamswiti sijui bamswiti. Uje. Penzi limekukolea mpaka unanichanganya unaniita mamswiti. I'm sorry bwana. Okay, jiandae basi nakuja sasa hivi. I love you my husband to be. Nakupenda Jimmy. I love you too my wife to be. Nakupenda pia. I say Jimmy kweli ni tapeli wa mapenzi. Yaani Jimmy anampenda Zawadi kufa poda. Jamani, huyu Jimmy si ana demu wake Mage ambaye ndo anampenda kuliko kitu chochote kwenye hii dunia, lakini bado Jimmy anambembeleza Zawadi. Zawadi, na kuonea huruma we binti. Basi bwana, Zawadi alipomaliza kujibebisha pale na mabusu mazito, I say, alijikuta tu ameganda hivi wani kwa sekunde kadhaa akifikiria ile mazungumzo yake na mpenzi wake Jimmy. Mwanafunzi mwenzie akasema, nyie jamani, kuna mabingwa wa kupenda. Wewe Zawadi, wewe ulichokuwa unajifanyaga mgumu mlokole hapa chuoni. Kumbe unajua kujibebisha. Mwanafunzi mwenzake alisema hivyo. Jamani, Waswahili wanasema ukitaka kujua mbio za kinyonga, choma kichaka chake. Sheila aliongezea na kumuulizia Jimmy anasemaje. Wewe shoga yangu Zawadi vipi? Jimmy anasemaje? Sheila, uweze kuamini, eti leo Jimmy ananifuata chuoni. Wewe kweli? Sheila aliruka juu na kukimbia mbele darasa na akapanda juu ya meza ya mwalimu. Kama kawaida yake, Sheila akapaza tena sauti mbele ya wanafunzi wote. Jamani, tulieni. Na imani leo mna nafasi nyingine. Sikilizeni. Baada si mmemwona kwenye picha mmechanganyikiwa.
Sasa niwaambieni, muda so mrefu shemeji yenu mtamwona live mubashara, mtamwona. Ila sasa ndo sio mnampapatikia kama vile kingamuzi cha Azam TV burudani kwa wote. Mwe mnastaha kwa shemeji yenu Sheila alizungumza hivyo mbele ya darasa, na darasa zima wakasema tunamsubiri kumuona, tunasubiri. Muda ulipofika wa kutoka, binti huyo wa kuitwa Zawadi alitoka kwa shauku kubwa mno ya kutaka kumuona kipenzi chake Jimmy, au unaweza kumuita Malcolm kama alivyokuwa anapenda kuitwa. Zawadi alipotoka darasani, huku wanafunzi wenzie walikuwa wakimfuatilia kwa karibu mno wamuone huyo shemeji yao Jimmy, ambaye muda mfupi tu walikuwa wamemuona kwenye picha. Ndugu yangu, Jimmy akiwa kwenye gari alimuona Zawadi akilifuata lile gari lake, huku akiwa amechanua tabasamu pana mno, tabasamu lililofanana na ua lililokuwa limechanua na kufanya siku ipendeze na kuwa ni ya kuvutia mno. Msikilizaji, Tony ambaye ni rafiki wa Jimmy, naye kwa mara nyingine alishuhudia uzuri wa Zawadi. Alisifia Mwenyezi Mungu, kweli alifanya utundu, aliumba. Zawadi alikuwa ni mzuri mno. Vile alimsifu pia hata mama Jimmy, kwamba mama Jimmy alifanya uchaguzi mzuri mno. Viumbe kama hawa warembo hawaonekanagi machoni mwa wanaume. Tony alisifia mara baada ya kumwona Zawadi. Lakini muda huo Tony alimhurumia rafiki yake huyu Jimmy kwa mtihani mzito ambao anaupitia. Tony alijua kabisa hapa hakuna ndoa kati ya Jimmy na Zawadi. Alijua, kwa alijikuta anamhurumia sana Jimmy. Wakati huo msikilizaji, Jimmy alikuwa amefungua mlango wa gari ili amkumbatie Zawadi. Alitoka kwenye gari na kufanya sasa wanafunzi wote wamuone vizuri kijana huyu mtanashati mwenye uwezo wa kuweza kumponya kichawa kike pale tu atakapomwona. Msikilizaji, yani Jimmy ukimwona hivi ndio chaguo la wanawake walio wengi. Yani mfano mzuri kama yule jamaa wa masimulizi, Anko Simulizi. Ukimwona hivi, unaambiwa ndio chaguo la mabinti wengi ambao wanashabikia simulizi. Sasa wewe jichanganye, huyo Anko mwenyewe umuone utazani wa maana. Ana lolote ndugu yangu. Sasa wakiwa wamechanuliana hivi tabasamu pana, yule binti Zawadi aliona kama vile anachelewa, alianza kumkimbilia Jimmy huku akawa anatanua mikono yake, kitu ambacho kilisababisha vitabu vyake viweze kumdondoka, lakini Zawadi hakujali. Naye Jimmy alitanua pale mikono yake kwa ishara ya kumpokea huku akiwa wameachana tabasamu. Baadhi ya marafiki wa Zawadi waliokuwa wakimfuatilia, wewe unaambiwa mpaka mapigo yao ya moyo yalienda mbio. Jimmy alikuwa handsome boy. Sasa bwana, upande wa pili huku, bidada wa kuitwa Mage alikuwa na shoga yake wa kuitwa Feti. Hawakuridhika na kumuona Zawadi kwenye picha, walitaka kumuona kwa macho yao. Mara baada ya kufanya upelelezi kupitia simu ya Jimmy, Mage alifahamu ya kwamba huyu Zawadi anakaa wapi na pia anasoma chuo gani. Siku ya Jumapili walijua ni lazima tu ya kwamba Zawadi atakuwa nyumbani, hivyo watamfaidi vizuri kwa kuwa atakuwa hajajiandaa kwa makeup. Hivyo watajua tu ni tishio kwake au ni vipi. Maana Mage mwenyewe tu alipoona ile picha ya Zawadi akakiri ya kwamba Zawadi ni mzuri kuliko yeye. Sasa Mage akawa anataka kumuona live kwamba huyu Zawadi ndo mzuri kunizidi mimi au ni vipi. Walikwenda mpaka Kilima Hewa anapokaa huyu binti wa kuitwa Zawadi. Wakalipaki pale gari karibu na nyumbani kwa kina Zawadi. Walitulia kwenye gari kwa ajili ya kuangalia pale getini ili kuweza kusubiri. Mara baada ya kutulia kwa muda, mlango wa geti ulifunguliwa. Alitoka binti mrembo mno, na mara baada ya kumwangalia wakagundua ya kuwa alikuwa ni Zawadi, aliyeonekana ni mwanamke wa haja ambaye alikuwa ni tishio kwake. Mage alijikuta anatokwa na jasho. Mage alijikuta anashikwa na pressure ilimpanda. Aise, kumbe nyinyi wanawake mkikutana na mwanamke ambaye ni anakuzidi uzuri, kumbe mnachanganyikiwaga. Mage alichanganyikiwa mpaka shoga yake ule pembeni akamwambia, shoga vipi tena? Mbona roho juu? Mbona pressure? Feti. Wewe Feti, kwani uoni? Wewe uoni? Huoni yule binti alivyokamilika? Huoni? Hivi Feti unadhani mimi nina nafasi kwa Jimmy kweli? Shoga yangu, hata siamini kama Jimmy atakukumbuka.
huyu mwanamke mzuri. Wakiwa bado wanamtafakari Zawadi aliyekuwa akizungumza kwa simu, bwana, mshtuko mwingine ulimpata Mage. Mage alihema kwa shida mara baada ya kuliona gari la Jimmy likisimama mbele ya Zawadi. Muda huo Jimmy alionekana kuteremka na akawa anakumbatiana na Zawadi, na kisha Jimmy akambusu Zawadi. Alimbusu pande tatu, alimshika kiuno kuzunguka naye upande wa mlango, akamfungulia huko akawa anamwambia, karibu malkia wangu. Hivi vitendo vyote vinaendelea, Mage alikuwa anaona kwa mbali. Asante mfalme wangu, Zawadi alijibu huku akikaa kwenye siti. Kijana Jimmy akamfunga mkanda pale mwanadada huyu Juliana. Akaufunga na mlango. Jimmy akazunguka upande wa pili wa gari, akaingia kwenye gari na kisha kaliondoa. Nyi mahaba yakiwa mapya wanafungulia na mpaka milango. Huo muda mimi sina. Sasa imagine kama ndo namiliki baisikeli afu na mpenzi wangu namfungulia wapi sasa? Msikilizaji, kila alichokiona Mage mbele yake kilikuwa ni pigo mno. Mage alianza kuhema kwa shida, jasho lilimtoka. Hakuamini kama mpenzi wake Jimmy ndo anamsahau kwa style hiyo. Mage aliumia mno. Mpaka Feti akauliza, we Mage wewe, nini? Feti hivi wewe kipofu? Hivi uone alichokifanya Jimmy mbele yetu? Hivi una uhakika kweli Jimmy mimi atarudi kwangu? Hivi unaamini kwamba pale Jimmy anaigiza? Mbona Jimmy anaenda kumuoa Zawadi sasa? Kwa nini Jimmy ananidanganya? Ananiambia nimsubiri, matokeo yake ndo haya, anaonesha mapenzi ya hivyo kweli? Mage alisema kwa sauti ya shida, ni kama mgonjwa wa pumu. Sasa unafikiri tutafanyaje? Feti, mimi najiona kabisa nakufa. Najiona nakufa shoga yangu. Hali ya Mage ilizidi kuwa mbaya. Ilibidi Feti amkimbize kwenye hospitali ya karibu, ambapo alipata mapumziko ya muda mfupi mpaka upumuaji wake ulipokaa sawa. Mage alimwomba shoga yake huyo amrudishe nyumbani, na alimkataza asije akamwambia mtu yoyote siri ile. Kila muda akiwa yuko peke yake, picha ya Jimmy pamoja na Zawadi ilikuwa inajirudia mno, na akaamini kabisa ya kwamba bila nguvu ya ziada atampoteza mpenzi wake Jimmy. Atampoteza mpenzi wake Jimmy kwa vile hakuwa anamwamini, hususan ule ushirika ambao Jimmy anauonesha kwa Zawadi. Wazo lililomjia kilini mwake Mage ni kumuua Zawadi kwa risasi. Ni kumuua tu Mage kwa taaluma kubwa mno, kwa kumpiga risasi akiwa mbali kwa kutumia tu bastola ya baba yake. Wazo lile alimweleza shoga yake ambaye alimuunga mkono na akampa ushirikiano wa hali ya juu mno. Lakini shoga yangu, unataka kwenda kufanya mauaji, hiyo bastola yenyewe unaweza kweli kuitumia? Feti, mimi naweza kuitumia. Nilipokuwa Marekani nilifundishwa na mpenzi wangu jinsi ya kulenga shabaha. Nilianza kujifunza kwenye ile michezo ya magemu ile unalenga hivi shabaha. Sawa, lakini hili sio game ndugu yangu. Walipanga kufanya mauaji wakati akitoka chuoni Zawadi, wamvizie na wampige risasi. Kwa vile waliamini ya kwamba risasi inatoka mbali na tena inatoka bila mlio, kwa sababu kutakuwa kuna kiwambo cha kuzuia mlio wa risasi, basi hakuna atakayejua ni nani muuaji. Baada uchunguzi wa kina ya kwamba yuko chuoni, hivyo walifika majira ya saa 1 kabla wanafunzi kutoka, na wakajua kabisa kwamba Zawadi atakapotoka tu chuoni wataanza kumfuatilia kwa siri kupitia njia ambayo atakayopita. Muda wote wako hapo walikuwa wakifanya uchunguzi wa kina pale chuoni. Wakajua ya kwamba kuna 1, kuna 2, kuna 3. Wakatulia, wakawa wanasikilizia, wakawa wanasoma mienendo yote. Muda wa siku 3 mfululizo walikuwa nafika pale chuoni, wanakata kwenye gari. Lengo lao ni kujua Zawadi anatoka muda gani, anapita njia gani, ili basi target yao iwe ni moja tu,
Kwa walikuwa wakifika pale chuoni wanakaa kwenye gari yao ambayo ilikuwa ina kioo cheusi kizito kilichokuwa kinamchanganya mtu wa nje asione vitu vinavyoendelea ndani. Kilichompa moyo Mage ilikuwa ni kwamba siku zote walizofika pale, Jimmy hakufika pale chuoni. Wakiwa wako ndani ya gari kimya, wakiwa wamefunga zao vioo, kila kiyoyozi na mziki laini, macho yao yakiwa yako chuoni wakiendelea kumfuatilia Zawadi. Saa ya ndani ya gari ilionyesha zimebaki dakika 10 wanafunzi watoke. Mage alichukua bastola yake, akailaza pale juu ya mkono wake, yani kana kwamba analenga shabaha. Walitelemsha kioo kidogo, walijiandaa kufanya hayo mauaji. Muda ulipotimu, wanachuo walianza kutoka haraka sana. Mage akajiandaa huku akawa anamueleza shoga yake baada ya tukio inatakiwa aliondoe gari kwa kasi mno. Nisikilize Feti, nikishuti tu wewe ondoa gari haraka. Feti akasema ondoa hofu shogangu, niko makini kama mlinzi wa moyoni, niko makini shogangu. Muda huo Mage mapigo yake ya moyo yalikuwa yanakwenda mbio mara baada ya kumwona Zawadi akiwa ameongozana na shoga yake Sheila. Mage alijikuta akipata kigugumizi cha uamuzi, lakini aliamini huruma yake ndio mateso yake na hatimaye itakuwa ni kifo chake. Sasa Zawadi, maskini ya Mungu, hakujua hili wala lile. Hakujua kwamba kuna mtu wa roho alikuwa yuko pembeni yake. Zawadi mwenye alikuwa anatembea taratibu, huku uso wake ukiwa na tabasamu pana bila hata ya kujua. Mdomo wa bastola ulikuwa umeelekea kifuani kwake, tena upande wa kushoto, huku upande wa moyo. Mage alibana pumzi kwanza kwa ajili ya kumpiga risasi Zawadi. Mage alizidi kufarijika pale alipokuwa anaona Zawadi anakuja usawa wa gari yao. Na muda huo Zawadi alionekana amechanua tu mikono, yani kajiachia. Kitu ambacho kilimpa nafasi Mage kuweza kumpiga vizuri risasi ya kifua. Sasa wakati Mage anajiandaa kumlipua Zawadi, alijikuta kipatwa na mshtuko mara baada ya kumwona Jimmy akitayarisha kumpokea Zawadi. Nguvu za kuachia risasi zilimwishia Mage. Alitulia kama sanamu huku macho yake yakishuhudia Zawadi akikumbatiwa na Jimmy ambao walirukiana. Na Jimmy alimbeba Zawadi juu akawa anamzungusha kama picha ya Kihindi. Mage alijikuta akikata tamaa. Mage akaamini kabisa ya kwamba yale maneno ya Jimmy yalikuwa ni uongo tu. Siku zote Jimmy alikuwa anasema eti ya kwamba Mage ndo kila kitu. Mage akaona udi upuuzi. Mage aliambiwa na Jimmy ya kwamba eti anayoyafanya yale ni maigizo. Mage akaona hapa mna maigizo. Jimmy anampenda kweli Zawadi. Lakini kwa picha mbili alizoziona, moja nyumbani kwa Zawadi na ile nyingine ya hapa chuoni, akaamini kabisa. Mage akaamini kabisa hana chake kwa Jimmy, hana chake. Jimmy ni mwongo. Pumzi zilimjaa Mage. Alijikuta ile bastola ikimpokonyoka, akaanza kuhema kwa shida, kitu ambacho kilimfanya shoga yake Feti ambaye alikuwa amejiandaa kuiondoa gari mara baada ya kusikia mlio risasi. Feti alipogeuza shingo, alishangaa kumwona shoga yake huyu Mage akiwa hajiwezi, amelegea, jasho jingi linamtoka. Feti alijiuliza, nini tena kimemsibu? Hiyo bastola imemdungua huyu, mdunguaje au vipi? Kwa Mage kajilipua mwenyewe ama nini? Lakini ajabu hakusikia mlio risasi kutoka. Na ndipo hapo Feti alipoangalia pembeni, ndipo alipogundua kilichosababisha shoga yake awe kwenye ile hali. Na hapo Feti alipata kuona kwa macho yake Jimmy akiwa amekumbatiana na Zawadi, tena kwa mahaba mazito. Aya, Feti aliamua tu kuondoa gari yake ili amrudishe nyumbani shoga yake huyo, lakini alikuwa haamini kama Mage anaweza kamka katika ile hali. Sasa Feti akawa anawaza ampeleke hospitalini ama ampeleke nyumbani. Feti alichoamua ni kulipeleka gari mpaka hospitalini ili Mage apate huduma ya kwanza. Kweli alipokelewa akapata pale huduma ya kwanza iliyosababisha ongezewe maji. Feti akajifikiria, ni wajulishe wazazi wa Mage, lakini nitaulizwa hii hali Mage imesababishwa na nini, nitajibu nini? Feti akaona njia nzuri ni kumuita yule aliyesababisha ile hali. Yaani inabidi aitwe Jimmy. Naam, msikilizaji. Baada ya kutambulishwa kwa wanafunzi wenzake Jimmy, Zawadi, Tony pamoja na Sheila ambaye ndiye atakayekuwa matron wa Zawadi siku ya harusi yao, walipanda pale garini wakapitia hoteli
iliyokuwa ipo mtaa wa Laibat kule, hoteli moja hivi nzuri sana. Walipitia kule kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Sasa Jimmy, Tony, Zawadi pamoja na Sheila wakiwa katikati ya chakula, simu ya Jimmy iliita. Jimmy alipoangalia alikuta ni namba ya Mage. Hey. Jimmy kwanza alishtuka, ikabidi pale aage kwenye ile meza. Akasema, jamani, samahani, naongea na mzee mara moja. Jimmy alisema vile huku akiwa ananyanyuka na kuondoka ile sehemu ya meza ya chakula. Akiweko pembeni alipokea ile simu. Yes. Hello darling. Ni mimi Feti, naongea, rafiki yake na Mage. Ndio Feti, kuna nini? Hali ya Mage ni mbaya sana. Mungu wangu, amefanya nini tena? Alianguka ghafla na alipoteza fahamu. Oh my God. Tatizo ni nini? Tatizo ni wewe Jimmy. Mimi ndo tatizo? Ndio. Mungu wangu, sasa wewe Feti, mimi nimemfanya nini Mage? Ulioyafanya leo madogo Kumbe shemeji, wewe ni muuaji mkubwa wewe. Feti alisema kwa hasira. Mbona Feti, mimi sikuelewi. Yaani una maana gani? Mimi leo nimefanya nini? Nimemfanya nini mimi Mage? Wakati leo mimi sijaonana na Mage leo. Nisikiliza shemeji Jimmy. Mimi nilikuwa sikujui wewe. Wewe kumbe una sumu kali zaidi ya nyoka Jimmy. Shemeji, unajua sikuelewi. Hebu niweke wazi kwanza. Mage ana hali gani? Maana kwanza umenichanganya maskini Mungu, mpenzi wangu. Acha kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Unajiachia tu na Zawadi. Hebu sikiliza Feti. Vitu vingine wewe havikuhusu. Wewe nieleze tu habari za Mage. Hayo mambo mengine tuachie mimi na Mage. Sidhani kama wewe yanakuhusu. Kumbe mimi mjinga Kwa ningemwacha tu ajifilie kwa upumbavu wako, si ndio? Okay, samahani Shem. Huu sio muda wa malumbano. Naomba unijulishe ili tuweze kumsaidia Mage. Amekumbwa na nini? Njoo hospitali hapa, karibu na kona ya kwenda Mwaloni. Okay, sawa, nakuja. Jimmy alikata simu huku akiwa amechanganyikiwa. Alijikuta akiondoka bila hata ya kuaga, na alisahau kama alikwenda pale na mchumba wake. Baada ya kutembea kwa dakika 2, Jimmy alikumbuka ya kwamba hajaaga. Na muda huo Jimmy alikuwa yuko ndani ya gari. Akiwa amechanganyikiwa, Jimmy akawa anajiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Iweje yeye awe chanzo cha matatizo ya Mage wakati kila kitu alikuwa ameshamueleza na kuwa kila kitu kiko wazi? Kipi tena kilichojitokeza kufikia hatua ya kumfanya Mage awe katika ile hali? Jimmy wakati anajiuliza hilo, Aiseli ilikuwa ni swali gumu mno kwa upande wake kupata jibu. Upesi aliendesha gari kwa kasi, alitumia kama dakika 5 tu kufika hospitalini. Akiwa yuko kwenye mwendo mkali sana, kijana Jimmy kuwahi kutaka kujua hali ya kipenzi chake cha moyo Mage ambaye alikuwa anataabika kwa ajili ya uamuzi wa wazazi wake. Wazazi wake ambao walitoa uamuzi ambao yeye, kusema ukweli, ulikuwa umemweka katika hali mbaya. Alikuwa haelewi afanye nini. Haya, na maskini ya Mungu, binti wa watu, Mage yupo kwenye hali mbaya pia. Jimmy alijua ni kwa kiasi gani Mage anavyoteseka kwa ajili ya kuukosa upendo wake. Wazo lingine likamjia Jimmy. Kumbukumbu bado ni kwamba hajawajulisha ya kwamba ameondoka. Jimmy akakumbuka kule hotelini amewaacha wenzie, hajawaaga, hajamwaga hata mchumba wake Zawadi, hata rafiki yake Tony hajamwaga. Jimmy aliamua kuweza kuwajulisha kwa njia ya simu. Kwanza alimpigia Zawadi, akamwambia, hello sweetie, samani, yani utaniwia radhi kwa kuondoka bila kukuaga, nilichanganyikiwa na taarifa zilizonifikia. Zawadi akasema, oh sweetie, mbona unanitisha, kuna nini tena? Zawadi aliuliza kwa mshtuko na kufanya wenzake wamwangalie, wakataka kujua kulikoni tena. Hapo ndipo Jimmy akadanganya kwa kusema, mpenzi, baba kanipigia simu kunijulisha ya kwamba banda la mbuzi limeanguka kule Nyegezi na limeua vitoto vyote vya mbuzi, na kibaya zaidi, baba aliniambia muda mrefu sana nishughulikie lile banda, nikafanya uvivu. Sasa sijui leo nitamweleza nini mzee wangu. Sasa sikiliza Zawadi, mwambie rafiki yangu Tony hapo awapeleke. Mimi na wewe tutaonana baadaye, nitakujulisha nitakapofika.
Pole sana mpenzi. Mungu atakusaidia, usikose kuweza kunijulisha nini kitaendelea. Lakini sweetie, mbona kama imekuwa mkosi? Kila tunapopata chakula pamoja linatokea tatizo. Nisikilize Zawadi, wala hata sio mkosi. Mambo ya kawaida tu. Nafikiri la umuhimu wewe ni kula, sawa? Tukiwa mke na mume hotelini sio muhimu kama tukiwa tuko nyumbani kwetu. Wewe ukiwa kwenye vazi la kanga moja nyepesi na mimi nikiwa kwenye bukta kifua wazi, hiyo ndio inakuwa poa sana. Kwa hiyo usiwe na maswali mengi. Wewe mwambie Tony hapo atawarudisha nyumbani. Sijui hata niseme nini Jimmy. Siamini, naona kama siku zinaenda kama kinyonga. Jimmy na imani. Sijui nisemaje. Si kwamba utanioa Jimmy. Nahisi kama nitakuwa nimeingia kwenye pepo ya duniani. Sijui itakuwaje. Tena pembeni yetu awepo mtoto wetu Junior. Ni raha kwa kweli, ni raha. Ni raha huko mbele ya safari. Wewe unafikiri kuna raha gani duniani ni zaidi ya kuishi wawili waliopendana na kuelewana na mtoto wetu pembeni? Yes, kila kitu kitakuwa sawa. Jimmy, mbona kama una haraka? Zawadi, nielewe basi. Okay, na kuahidi basi nitajitahidi kadiri uwezo wangu kutokukuudhi na kuhakikishia Jimmy, upendo ndio utaweka mbele zaidi ili kuongeza furaha ndani ya nyumba yetu na mtoto wetu kama Mungu akitujalia. Okay, tutaonana baadaye. Lakini ngoja mpe simu Tony niongee naye kidogo. Zawadi ilibidi mpe simu Tony. Tony akauliza, "Oya vipi tena mzee, kuna nini?" "Wasikiliza Tony, hivi mpeleke Zawadi kwao, alafu nitakujulisha niko wapi uje." Tony alijibu poa. Alikubali bila hata kuongeza neno. Naam, msikilizaji, kijana Jimmy aliwasili hospitalini alipokuwa ameelekezwa na Feti ambaye ni rafiki wa Mage. Jimmy alikwenda mpaka mapokezini hapo hospitalini, akaulizia jina la mgonjwa aliyekuwa ameletwa muda si mrefu, akaelekezwa chumba alichokuwa amelazwa Mage, na ndipo hapo Jimmy alikwenda moja kwa moja, akagonga pale. Sauti kutoka ndani ya hiyo wodi ilimkaribisha ingie. Jimmy aliusukuma mlango akaingia ndani. Alimkuta Feti akiwa amekaa pembeni ya Mage ambaye alikuwa amejilaza akiwa amesinzia. Feti alipomwona Jimmy alimkaribisha. "Karibu shemeji." "Asante. Vipi hali yake Mage kwa sasa ikoje?" "Kwa vile yupo yeye mwenyewe atakujibu." "Shogangu amka, mmeo huyu kafika. Mmeo photocopy sijui bandia. Na mwingine sijui mnaokotaga wapi hao mahensa mwasumbufu kweli yani. Wewe kumtesa mimi shogangu wewe. Mdomo koma nikae kimya." Feti aliongea hivyo akiwa na hasira kweli. Mage alifumbua macho pale kitandani. Alipofumbua macho akakutana uso kwa uso na Jimmy. Mage alijikuta anashindwa kujizuia. Pale Mage alianza kulia huku akimshutumu Jimmy. "Jimmy, kwa nini unanitesa? Jimmy, kwa nini unanitesa lakini? Kosa langu ni nini? Jimmy, kosa langu mimi ni kukupenda. Nimekukosea nini Jimmy? Kwa nini unaniadhibu bila kosa? Jimmy, hebu niangalie ninavyozidi kukonda. Nakonda kila kukicha kwa maumivu ya moyo. Jimmy, penzi langu limekuwa la mshumaa. Unalitumia kwa faida yako wakati mimi nikiendelea kuteketea. Jimmy, amini usiamini, maumivu ninayoyasikia kwenye moyo wangu. Nina imani sasa hivi moyo wangu una matundu kila kona yanayomwaga damu kama vile chujio la nazi. Hivi ni nani anayeweza kung'olewa jino bila ya gazi na akacheka? Why Jimmy? Why unanifanyia hivi?" Jimmy muda wote alikuwa yuko kimya. Alikuwa amesimama kama mlinzi wa ikulu akisikiliza maneno mazito yaliyouchoma moyo wake pamoja na kumsikia Mage, lakini Jimmy alishindwa kumwelewa ile hali aliyonayo mpenzi wake inatokana na nini. Mage mpenzi wangu. Lakini Jimmy, mimi sio mpenzi wako.
Mimi sio mpenzi wako Jimmy. Mpenzi wako ni Zawadi. Mnarukiana, mnakumbatiana mbele za watu. Yaani kama Jimmy, wapi ahadi yetu tulowekeana? Iko wapi? Jimmy, ulinipa moyo ya kwamba mimi ndo mpenzi wako. Lakini picha ulionionyesha leo Jimmy, picha ulionionyesha majuzi nyumbani kwa kina Zawadi, Jimmy, mimi sikuamini tena. Yaani hata uniambie kitu gani, sikuamini chochote. Sikuamini. Sina changu Jimmy. Na kuona ni kama mwanaume ngiriba tu, unayenipa moyo mgonjwa, lakini ukijua kabisa kwamba sina siku za kuendelea kuishi. Nakuchukia Jimmy. Ninatamani ningekuwa zima huu moyo wangu uone jinsi ambavyo mimi nataabika kwa vitendo unavyonifanyia. Tena kwa makusudi kabisa Jimmy. Yaani wewe Jimmy kweli. Hivi Mage nikueleze mara ngapi lakini ya kwamba wewe ndo chaguo langu. Mage, wewe ndo mwanamke mimi nitakayefunga naye ndoa. Jimmy, nimechoka. Jimmy, nimechoka kusikia ngojera zako. Sitaki kukusikia hizi tarabu zako hizi za kwamba mimi ndo utanioa. Mwanzoni zilikuwa tamu kama kinubi cha Mtume Daudi. Kumbe ni ngonjera tu za kunilaza ili ufanye mambo yako bila mimi kujua chochote. Nikiamini kwamba eti mimi napendwa na Jimmy. Jimmy, wewe unanichukuliaje? Mage, siku zote unapotaka kula na kipofu usimshike mkono. Una maana gani? Una maana gani Jimmy? Yaani ninachokifanya sasa hivi ni lazima nionyeshe upendo kwa Zawadi, mwanamke ambaye wamenichagulia wazazi wangu, ili niwafumbe macho wazazi wangu, lakini siri nayo mimi mwenyewe moyoni mwangu. Mage, na ndio maana mimi nimekuahidi ya kwamba wewe ndiye mke wangu na hakuna mwanamke mwingine chini ya hili jua. Wewe ndio kipenzi changu Mage. Mimi wanawake wengi wananitaka. Wakina Brina wanaotuma gift huko TikTok ni wana hela, wanatuma gift kwenye live zangu kwenye simulizi, wananitaka, lakini mimi hata mara moja sijawahi kuwataka. Macho yangu Mage yako kwako, na nina imani kabisa wewe ndio chaguo la moyo wangu. Chaguo nilochaguliwa na Mwenyezi Mungu ni wewe Mage. Amini haya ninayokuambia, hakuna kututenganisha. Kitachotutenganisha mimi na wewe Mage ni kifo tu, lakini sio kitu kingine. Amini ninachokuambia. Naam, msikilizaji, Jimmy alimpa moyo mpenzi wake. Kauli ya Jimmy ilimfanya Mage anyanyuke pale kitandani, akajitupa kifuani mwa Jimmy. Jimmy, naumia. Jimmy, mimi nateseka. Sina jinsi nikikukosa wewe. Mimi ni nani katika hii dunia? Nitakuwa sina thamani. Japo maneno yako siku zote huja faraja, lakini kwa upande wangu naona ni sawa na ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Sione kama mimi ukinioa. Nisikilize mpenzi. Lolote kwa uwezo wa Mungu linawezekana, kwa kuwa tunachokitafuta ni haki yetu na wala sio dhuluma. Kwa mapenzi ya Mungu washindwe na wanyong'onye. Kwa hiyo sasa unajisikiaje? Kwa vile ndo tiba ya moyo wangu uko mbele yangu, najisikia mzima wa afya. Kilichopo sasa hivi niondoke tu hapa hospitalini ili tuende tukapumzike pamoja, ili kufanya mwili wangu urudi kwenye hali yake. Wewe tu mpenzi wangu ndo tiba ya moyo wangu. Sasa hapo unapoona panafaa. Kuhusu ile nadhani twende hoteli Buzuruga kule, nasikia ni bonge moja la hoteli. Wewe tumi kwako kama screen tu, remote yangu ni wewe.
Basi nirudishe nyumbani nikabadili nguo. Sio siku hizi navaa nguo za heshima ili na mimi nionekane ni muungwana mbele za watu. Sio siri. Siku hizi unapendeza sana Mage, hongera sana. Nina imani wenye kisokoro kwinyu wataumbuka muda so mrefu. Naam, alizungumza Jimmy, na wakati huo daktari alikuwa ameshafika mara baada ya kufuatwa na Feti. Sasa jamani, naona mpo tayari. Vipi, kuna usalama jamani? Dokta, mi ugonjwa wangu tibake ni huyu hapa kaka aliyekuwa pembeni yangu. Mara baada ya kumuona yeye, mimi ni mzima dokta, naomba tu ningepata ruhusa ya kuondoka, alisema Mage huku akimpapasa Jimmy kifuani mwake. Na hii ndo raha ya kuona mwanaume mwenye kifua. Ndugu yangu, so unatoka hapo unaenda kudeti na mtu kama Uncle Jay, kifua kenye hana, mwili wenye mbavu, mtu mwenye hanenepi. Ndugu yangu, mna kazi ya kumsifia Uncle Jay handsome. Kwa handsome gani? Handsome lazima wawe na kifua kama cha Jimmy. Unaambiwa Mage wakati anaongea na dokta alikuwa na kipapasa kifua cha Jimmy, yani hadi raha. Ndugu yangu, una mwanaume ana mbavu, unapapasa wapi? Si utapapasa kwenye makalio. Lo. Sasa mimi kiukweli najisikia vizuri kusikia kwamba uko safi. La umuhimu upate mapumziko kwa muda mrefu ili kurudisha hali yako katika hali ya kawaida, na vile vile pendelea kutumia glucose mara kwa mara. Siku zote mshtuko unaleta mapungufu mwilini. Sawa? Sawa dokta, nitazingatia yote. Wakiwa wanatoka hospitalini hapo, mara simu ya Jimmy iliita. Alipoangalia alikuta ni rafiki yake Tony. Ilibidi apokee. Oya, inakuaje Jimmy? Noma mzee wangu. Niambie. Kaka, we kwa uongo sikuwezi. Kwanza Jimmy uko wapi sasa hivi? Mwaka huu mwanangu watakugawa hawa wanawake. Siku hizi kaka mwanangu unafuga mpaka mbuzi kaka. Tony aliangua kicheko upande wa pili mwa simu. Jimmy akasema, we mzee, vingine viache mwanangu vikupite. Oya, tukutane Buzuruga hoteli mpya pale. Bwana mimi sikuwezi bilionea wa mapenzi. We kaka we noma. Oya, acha umbea mwanangu, tukutane hapo mzee. Jimmy alimwambia hivyo rafiki yake huyu wa kuitwa Tony. Naam, msikilizaji, upande wa pili, mwanadada Zawadi ambaye moyo ulikuwa umemjaa wasiwasi, alijikuta moyo haumpi kabisa mpaka ajue mpenzi wake ni nini hatima yake. Aliamua kumpigia simu. Hello? Sweetie, vipi, uko salama? Ya, niko salama, mambo yamekuwa mazuri. Unajua wale watoto wa mbuzi hawakufa bali banda tu ndio lilikuwa limeanguka. Kwa hiyo tutaonana muda so mrefu Jimmy? Hapana, sikiliza, leo haitowezekana kwa kuwa nasimamia ujenzi wa banda mpaka liishe. Huenda nikatoka hapa ni usiku sana. Yani mimi nakumisi wewe, lakini nitafanya nini sasa? Zawadi alisema kwa sauti ya upole. Usiofu, nipo kwa ajili yako. Ni zako zabibu, utazila taratibu. Asante mimi kwa kusikia hivyo. Maneno ya Jimmy yalimfanya Zawadi ajisikie furaha moyoni, na alijiona ni kiumbe mwenye bahati ajabu mno. Kwa kila sekunde moyo wake ulikuwa unapata maneno matamu yanampa farijiko. Jeraje. Wino kwa vile kuna watu sisemi sana. Kuna watu hawapati maneno ya faraja, maneno matamu. Wanategemea tu Mr. Simulizi ndio watoe maneno. Kuna watu hawapati maneno matamu na vieni. Kuna watu wana date mahusiano ile kavu kama kauzu. Waniaje fresh, umemkaje poa, mida poa. Imepita. Ukibuliza mara mwisho maneno matamu ameambiwa lini na mpenzi wake, ni siku ambayo alitongozwa au alitongoza. Baba siala. Msikilizaji, kwa upande wa matayarisho ya harusi, unaambiwa ilikwenda vizuri kwa kila mtu wake wa karibu. Alishona sare zaidi ya 3 za harusi na ahadi nyingi kutoka kwa ndugu jamaa baada ya ndoa, ikiwamo baba mkwe, na akamtafutia mpaka kazi kwenye kituo kimoja kikubwa cha runinga. Zawadi aliona kumbe bwana Mungu wa ajabu. Zawadi akaona maisha si ndo haya. Familia inazidi kuongezeka, nikiolewa mimi jamani si ndo nakuwa mke.
Zawadi anaamini kuna ndoa kwa Jimmy. Jimmy mwenyewe sasa, wiki 2 kabla ya ndoa, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo mwanadada Zawadi aliitumia kufanya usafi wa nguo zake na kujipumzisha, kwa kuwa Jimmy alikuwa amemjulisha ya kwamba hata kuwa na mtoko na baba yake, kama angewahi kurudi angemjulisha. Akiwa amejipumzisha zake sebuleni, anaangalia sinema ya Kitanzania. Ilikuwa inaitwa Busu la Mwisho, picha iliyokuwa imetungwa na mwanadada anayekuja juu sana kwenye fani ya utunzi, anaitwa Nay Ambe. Ni moja sinema nzuri sana ambayo ilitangaza uwezo wake mkubwa mno wa utunzi. Sasa akiwa ameielekezea akili yake kwenye ile sinema ilionekana kumsisimua sana bidada huyu Zawadi. Ghafla simu yake sikaita. Alipoangalia ilikuwa ni namba ngeni, ilibidi apokee ile simu. Zawadi akaanza kwa kusema, halo, nani mwenzangu? Ikasikika sauti nasema, samahani Shem, unatakiwa uje mara moja hapa Kirumba, hapa kwenye hoteli ya Biski iliyokuwa karibu na uwanja wa mpira wa CCM Kirumba. Zawadi ikabidi aulize, nije kufanya nini na wewe ni nani, mbona sikujui? Samahani, nilisahau kujitambulisha. Naitwa Masanyiwa. Jimmy aliniagiza nikujulishe amesharudi, amekwenda kubadili nguo. Mbona Jimmy mwenyewe hajanipigia kwa simu yake? Simu yake haina chaji madam. Zawadi alipojaribu kutafuta mawasiliano ya simu na mpenzi wake Jimmy, kweli namba ya Jimmy ilikuwa haipatikani. Ikabidi ampigie Tony ambaye alimjulisha kama alivyoambiwa ya kwamba ana mtoko na mzee wake. Zawadi alimweleza kuhusu kupata ujumbe ule wa simu ya mtu asiyejulikana. Tony akamweleza kwa vile kashapata ujumbe na wao wana kawaida ya kupigiana simu, aende akasikilize wito, kama hayupo basi aondoke. Zawadi akajiandaa haraka bana. Akaenda kwenye hoteli ya Biski, alikodi gari mpaka nje ya hoteli na kisha aliingia ndani akiamini atapokelewa na mpenzi wake Jimmy. Alipoteremka tu kwenye gari, akapokelewa na mtu ambaye ni mgeni kwake, yani hamjui. Zawadi akanajiuliza, asa Jimmy yuko wapi? Yule jamaa akamwambia, karibu shemeji. Jamaa akaacha ujumbe, ukamsubiri kule chumbani, anarudi sasa hivi. Zawadi akasema sawa, asante. Basi akaongozana na huyu jamaa aliyeonekana ni kijana mstaarabu tu, wakaongozana mpaka kwenye meza moja hivi ambayo aliagiziwa kinywaji pale ili amsubiri Jimmy. Zawadi kwa vile alikuwa hatumii vinywaji vikali, akaagiza juisi pale. Alikunywa taratibu tu. Muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo alivyokuwa akipoteza kumbukumbu. Hatimaye Zawadi akajikuta amelala kwenye ile meza, hajitambui. Alikuja kushtuka usingizini, anashangaa anajiona yuko ndani ya chumba cha hoteli. Zawadi alishangaa ile hali aliyokuwa nayo. Zawadi alikuwa yuko mtupu kama alivyokuwa amezaliwa. Sehemu zake za mapajani pale kitandani pale palikuwa kuna damu nyingi tu. Yaani kwa kiufupi, Zawadi alikuwa kabakwa. Zawadi alikuwa amini kilichomtokea. Alijiona kama yuko ndotoni. Akapitisha mkono kwenye sehemu zake za siri hivi, akakutana na kitu kama cha uteute hivi, maji. Roho ilimpasuka Zawadi. Akajiuliza, hii itakuwa ni nini? Yani ina maana gani? Kwamba nimeingiliwa? Hapana, haiwezekani. Kwa Zawadi alijinyanyua pale kuangalia hiki ni nini. Akakutana na kitu ambacho kilimfanya moyo wake, yani kama vile sasa utake kulipuka. Msikilizaji, zilikuwa ni damu. Alipopeleka tena mkono, akakutana mabadiliko zaidi ya damu. Akajiuliza, alinifanyia vile ni nani? Jibu lilikuwa mbali mno, kwa sababu hakuwa na kumbukumbu ya kuingia sehemu ile. Akajaribu kurudisha kumbukumbu, akakumbuka mara ya mwisho alikuwa akimsubiri mchumba wake Jimmy, na hapo ndipo moyo ulipompasuka sana Zawadi. Akajikuta anasema kwa sauti iliyoambatana akili kwamba Mungu wangu, ina maana Jimmy ndo kanifanyia hivi? Haiwezekani. Saa ya ukutani ilimuonesha ni majira ya 2:00 kasoro za usiku.
Zawadi alijinyanyua pale kitandani, huku mwili wote akiuona ni mchovu. Sehemu zake za siri zilikuwa zikimuuma kwa kuingiliwa kwa nguvu. Vilevile alikuwa ameuharibu usichana wake. Sio ameuharibu, ameharibiwa usichana wake. Aliposimama, damu nyingine zikatambaa kwenye mapaja yake. Hakuwa na haja ya kwenda bafuni kujisafisha kwa shuka za hotelini tu. Alijifutia zile damu. Akavaa nguo zake kwa haraka ili aondoke eneo lile ambalo aliamini linaweza likamletea picha mbaya kwake na kuharibu mipango yake ya harusi, ambayo harusi yake hiyo ipo tu katika siku za usoni. Ajabu ni kwamba nguo yake ya ndani hakuiona. Lakini kwa sababu alionekana amechanganyikiwa, hakujali kwa kutokuiona ile nguo yake ya ndani. Alichukua mkoba wake akatoka nje ile hoteli, akakodi gari mpaka nyumbani. Zawadi alikuwa anajiuliza maswali mengi sana. Ni nani aliyemfanyia kile kitendo cha kikatili namna ile? Alijiuliza mno moyoni mwake Zawadi. Inawezekana ni Jimmy. Kama ni yeye Jimmy, kwa nini hakusubiri wiki 2 tu zilizobaki za ndoa yetu? Mimi mbona ningempa? Inawezekana akawa sio Jimmy. Sasa ni nani? Ama nimefanyiwa njama? Au ipo kazi? Mungu wangu, ni nani aliyepiga simu kama sio Jimmy? Zawadi alipofika nyumbani kwao, alimpita mama yake aliyekuwa na wenzake wakikamilisha mipangilio ya harusi. Ilikuwa ni ajabu. Zawadi alipita kama vile ni kituo cha polisi anakipita, akaenda moja kwa moja bafuni kwa ajili ya kujisafisha. Alipomaliza alijisafisha sehemu zake za siri zilizokuwa zikimuuma sana. Zawadi alirudi chumbani kwake kujitafakari kile kilichokuwa kimemtokea. Zawadi alikwenda moja kwa moja kitandani, alijitupa, alishindwa kulia. Aliona kama njozi fulani hivi iliyokuwa inamuumiza moyo wake. Zawadi akiwa na tafakari, mara ghafla simu yake iliita. Moyo ukamripuka. Alikuwa ni mpenzi wake Jimmy. Kwa mara ya kwanza Zawadi alisita kupokea ile simu. Alijikuta anamchukia Jimmy kwa kitendo alichokuwa amekitenda. Muda wote Zawadi anaamini amebakwa na Jimmy. Akaangalia simu kwa uchungu mno, huku machozi yakimtoka mpaka ikakata ile simu. Zawadi alijilaza chali huku akiangalia juu, machozi yakimiminika kama vile maji. Kila aliloliwaza halikumpa jibu. Alijiuliza kama Jimmy alikuwa amembaka. Jimmy si alikuwa na mapenzi naye? Na kama Jimmy alikuwa na mapenzi ya kweli, kwa nini ambake? Wakati Zawadi anayawaza hayo, mara simu ikaita tena. Ilikuwa ni simu ya Jimmy. Safari hii Zawadi aliamua kupokea, akajitayarisha kumvurumushia matusi mazito kweli kweli. Hello. No, sweetie. Yaani nilikuwa ni vigumu kulala bila kusikia sauti yako. Sauti yangu? Ndio sweetie, maana leo kutwa nzima nilikuwa niko mbali sana, ambapo mtandao ulikuwa hauingii wala hautoki. Unasemaje? Yes dear. Najua ulinitafuta sana, lakini utanisamehe bwana, kwa kuwa leo unajua toka asubuhi nipo na mzee, na mzee alikuwa ameniganda kama ruba. Jimmy, mbona sikuelewi? Unasema ulikuwa wapi? Tulikuwa kule nani? Nyehunge. Sasa hivi unavyoongea na simu uko wapi? Ndio tunarudi na baba, tuko hapa Mkuyuni. Naweza kuongea na baba, niamini? Ongea naye huyo hapa. Alo mama, za saizi. Ilikuwa ni sauti na babake Jimmy iliyomfanya Zawadi ya babaike hata kuitikia. Ni nzuri tu baba. Shikamoo. Marahaba, wazazi wa jambo. Usiku mwema. Na kwako pia. Zawadi alikata ile simu. Alijikuta akizidi kuchanganyikiwa na akawa anajiuliza kama sio Jimmy aliyembaka atakuwa ni nani? Na aliyembaka alikuwa na nia gani? Mara simu ya Jimmy ikaita tena. Safari ile Zawadi aliikata na akaizima simu yenyewe. Alijua kabisa mtoto wa kike ameumbuka. Atakuwa ni mgeni wa nani akijulikana kwamba amebakwa? Ili hali alimwambia kabisa Jimmy yeye ni ana usichana wake. Zawadi alimwambia Jimmy ya kwamba Jimmy, siku utakayonioa nitakupa usichana wangu. Haya, usichana tayari ushadinywa.
Zawadi alitamani kumweleza Jimmy, lakini aliona ni mapema mno kusema kitu cha aibu kama kile. Unaanzia wapi kumwambia mwanaume wako ambaye unakwenda kufunga naye ndoa wiki tu ijayo, namwambia eti mimi nimebakwa? Swali lilikuja, je, Jimmy akija kujua, yaani pasipo yeye Zawadi kumwambia ukweli, alafu Jimmy akaja kujua, si itapelekea Jimmy amuhisi vibaya? Lakini pia vile vile Zawadi aliona ni ujasiri wa ajabu mno kumweleza mchumba wake huyo. Tena unamweleza kitu kama kile na kipindi kenyewe ndo kama hiki. Watu tayari washajiandaa na harusi, maandalizi kama yote. Mbona hii taarifa inaweza ikavuruga shughuli nzima ya harusi? Zawadi alifikiria kumweleza mama yake yale aliyomsibu, lakini moyo wake ulikuwa unaogopa. Akawa anajiuliza mama yake atapokeaje zile habari. Wazo likamjia, ni heri amweleze msiri wake rafiki yake wa karibu Sheila, labda kupata ufumbuzi. Hapo Zawadi akawasha simu ili ampigie shoga yake Sheila. Mara ujumbe wa maneno ukaingia. Alipowasha tu simu, ujumbe wa message ukaingia pale. Tena zilikuwa ni message 3 kutoka kwa Jimmy. Kabla hajampigia Sheila, akaamua kuzisoma zile message za mpenzi wake Jimmy. Message ya kwanza ilikuwa inasema, mpenzi, sikutarajia kukuudhi kiasi hiko cha kufikia wewe unanizimia simu. Japo lililotokea lipo nje uwezo wangu. Kama ujuavyo babangu alivyokuwa king'ang'anizi. Nilishindwa kumkwepa. Naomba unisamehe Zawadi, hasa muda huu tuliokaribia kuwa mwili mmoja, pumzi moja, na sio kukerana, tusigombane. Nisamehe mpenzi wangu Zawadi, ili nilale usingizi mzuri. It's me, your husband to be. I love you so much my queen. Huo ujumbe wa kwanza unaambiwa. Ujumbe wa pili alotuma Jimmy ulikuwa unasema, my sweetheart, elewa nalithamini penzi letu kuliko kitu chochote duniani. Wewe ndiye Zawadi wa maisha yangu. Naijutia nafsi yangu kuudhi moyo wako ambao niliapa kuulinda kama uhai wangu. Zawadi, nakupenda. Ukimya wako ni jeraha la moyo wangu. Jibu lako ndilo tiba pekee. Nakupenda sana Zawadi, usininunie mama. Ujumbe wa 3 wa Jimmy ulisema, Zawadi mpenzi wangu, penzi lako nimelilinda moyoni mwangu kama vile ulivyolilinda penzi langu kwako. Nimeulinda moyo wangu kama vile ambavyo wewe umelinda usichana wako, ambao sijui nikulipe kitu gani. Yaani siku ambayo nitautoa usichana wako utanifanya nijisikie nipo juu ya hii dunia kama ulivyoulinda huo usichana wako. Na mimi naelinda mapenzi yako moyoni mwangu. Zawadi, nakupenda. Nakupenda zaidi ya kupenda, kwa maana maneno haya sijui kama kuna neno gani lililokuwa lina maana zaidi ya kukupenda. Nipo tayari kulitamka pale tu nitakapolijua zaidi ya hayo, lakini amini usiamini, vitendo vyangu nitakavyokuonyesha ni zaidi hata ya neno lenyewe nakupenda. Unanionea mama, usinifanyie hivyo tafadhali. Wanaume wako ni wengi mno waliojaa na maneno matamu mno midomoni mwao, lakini amini ni wanafiki tu, maneno yao hayatoki moyoni. Mimi sitakuwa mnafiki wa mapenzi kwako my sweet Zawadi. Wewe ndio chaguo langu la moyo. Najua unanipenda, hilo halina ubishi kwangu. I know. Naomba unisamehe ili moyo wangu utoke kifungoni Zawadi. Nateseka. Naumia Zawadi. Usinifanyie hivyo mamangu. Jimmy ndo unasababisha sisi wanaume wengine tuitwe mbwa. Jimmy ukiwa kwa Mage unamhakikishia unaoa Mage. Saizi huko kwa Zawadi. Msikilizaji, jumbe hizi 3 kutoka kwa Jimmy zilimfanya Zawadi ajikute akiangua kilio kama mtu aliyefiwa, huku Zawadi akiwa anasema, maskini Jimmy. Mimi Zawadi nitakuwa mgeni wa nani? Ni nani alinifanyia huu ukatili kama huu? Oh Mungu wangu, niepushe na aibu. Aibu ambayo ni aibu isiyosemeka. Oh Jimmy mpenzi wangu, nisamee. Ule usichana nilokutunzia kuna watu wameuchukua. Nisamee Jimmy. Mungu wangu mimi Zawadi, mimi nini cha kujivunia? Wamenimaliza. Sasa kuna umuhimu gani wa kuendelea kuishi?
wakati nimeshavuliwa nguo hadharani. Hivi mimi siku Jimmy anioe nimwambie sina usichana ambao nimebakwa atanielewa? Usichana wangu umeenda. Wakati Zawadi analia, mara simu yake iliita tena. Aliogopa hata kuipokea mpaka simu ilipoweza kukata, lakini muda mfupi ikaita tena. Safari ile alinyanyua kwa ajili ya kuizima. Jina alilokutana nalo pale ilikuwa ni jina la rafiki yake Sheila. Zawadi aliamua kupokea. Ndugu yangu, mimi nimekwisha, Zawadi alisema pindi tu alipopokea simu ile. Sheila akamwambia, wewe Zawadi, wewe vipi, una msiba? Mama amefariki ama nini? Sheila alishtuka. Zawadi akasema, hapana Sheila, nimekwisha, mimi sina ujeuri tena shogangu. Zawadi alisema kwa sauti ya kilio. Kauli ile ilimfanya Sheila akate kwanza ile simu, akajikuta akiwa ametahayari kwa kauli ya shoga yake huyu ambaye alikuwa akilia na kuonyesha kuwa amekumbwa na jambo zito. Kwa vile alikuwa ndo anatoka kwa baba yake Mabatini, alikuwa hajaingia ndani. Sheila alikimbia mpaka kituo cha taksi, akakodi ile taksi kampeleka mpaka Kilimahewa. Sheila alikuwa anakaa Kirumba karibu na shule ya msingi Kirumba, nyuma ya kituo cha polisi. Sheila akamwambia dereva, niwaishe Kilimahewa mara moja. Dereva akasema 10,000 unayo? Sheila akasema ningekuwa sina ningekuambia unipeleke, au ningeanza kuuliza bei. We vipi bana? Dada mwenyewe unaonekana unazo. Bana wewe hapa sio bungeni bwana kwenye maswali na majibu. Nimekuambiaje niwaishe Kilimahewa? Watu nyingine vipi bwana nyie? Kama fani yenu si uandishi wa habari mngeacha maswala ya udereva taxi haya. We vipi? Hauna ifaa kunijua sana? Kama unaona kusumbua sana shuka, hapa Mwanza magari yako mengi tu. Lakini sister, sikuwa na maana hiyo bwana. Sikutegemea kukuudhi namna bwana, nisamee dadangu. Si unajua na siku zote lazima tuwe wacheshi. Ameisha. Nishushe mimi kwenye hiyo nyumba ya geti jeusi hapo. Gari lisimama kwenye nyumba yenye geti jeusi. Sheila alimpa pesa yake huyu dereva taxi. Hapo Sheila akakimbilia ndani. Alipoingia ndani, pale ukumbini alimkuta Mama Zawadi akiwasindikiza wageni wake. Mama Zawadi alishangaa kumwona Sheila muda ule. Ilibidi amuulize, wewe mwanangu, vipi? Mbona saa hizi? Mama, hata sijui Zawadi ana nini. Kwa nini unasema hivyo? Ana nini kwani? Hata sijui mama, simu yake tu alonipigia muda mfupi nimeshindwa hata kuielewa. Sheila alijibu bila kujua kilichotokea. Kumbe hii issue hakutakiwa mtu mwingine ajue. We Sheila, nini tena? Mbona sikuelewi? Mama, ndo maana nimekuja ili nijue. Mimi nilijua hata wewe mwenyewe unajua mama. We mtoto, mimi sijui lolote. Hebu ngoja kwanza niwasindikize hawa wageni wangu, nije nimuone huyo mwenzako. Maana ni muda ujue sijaonana naye. Sheila alikwenda moja kwa moja chumbani kwa Zawadi. Aliingia bila hata hodi kwa kuwa mlango ulikuwa umerudishwa tu. Alishangaa kumkuta rafiki yake akiwa amekaa chini kwenye zuria, akiwa amegemea kitanda, mikono ikiwa iko kichwani, ni analia vibaya mno. Mpenzi, nini kimekusibu? Mbona unalia? Sheila alihoji kutokana na hali aliyomkuta nayo shoga yake huyo. Rafiki yangu, nimekuisha. Sina tena cha kujivunia maishani mwangu. Sikuelewi. Unamaanisha nini? Mbona hebu funguka basi Zawadi. Nimeumbuka mimi mtoto wa kike. Nimeumbuka mchana kweupe. We Zawadi wewe, mbona unanichanganya? Hebu niweke wazi ili na mimi nielewe basi. Harusi imegairishwa au? Umemfumania Jimmy? Wakaka kama wale mahandsome kuwa na mademu wengi, hilo ni kawaida. Ila tu usivunje ndoa yako eti kisa umemfumania bwana wewe. Kwani kuna mwanaume anayetosheka na mwanamke mmoja? Au wewe ndio umefumaniwa shogangu? Amekufumania.
Sheila, hapana. Nini sasa? Hebu niambie. Walimwengu. Wamefanyaje? Walimwengu ni sumu. Sumu, yani afadhali hata ya nyoka. We Zawadi wewe. Mbona maneno yako hebu yaweke wazi basi? Yaani mwenzio ujue mimi bado na kigagaziko Sikuelewi nini kilichokusibu. Maneno yako mimi mwenzako hata sielewi. Ni wewe tu ndiye ambaye nimepanga kukueleza aibu yangu, ambayo hata mamangu hataweza kuijua. Nina imani kabisa utawaeleza wazazi wangu mara baada ya kifo changu. Wewe mbona unanitisha? Nini hicho kilichoikata furaha yako moyoni mwako? Nini hicho kinachokufanya unamimina majonzi na maumivu makali moyoni mwako? Zawadi, hebu niambie basi. Zawadi aliamua kumweleza kilichomsibu muda mfupi uliokuwa umepita. Zawadi alimweleza ukweli wote shoga yake Sheila. Sheila mara baada ya kusikiliza huu mkasa, pale Sheila alianza kulia. Sheila alilia huku akifuta machozi. Ilibidi amuulize kwa sauti ya kilio. Akamwambia Zawadi, inawezekana huu mchezo ni wa Jimmy. Hapana Sheila, Jimmy hakuwepo. Jimmy alikuwa na baba yake kutwa nzima. Muda mfupi tu Jimmy ndo amerudi na amenipigia simu. Niliona labda Jimmy ni muongo, lakini baba yake aliyekuwa naye kwenye gari ndiye alinikata maini kabisa. Sasa atakuwa ni nani? Bado niko njia panda. Nipo kizani Sheila, na sijui Jimmy akija kujua huu kweli, sidhani kama harusi itakuwepo. Ni bora tu mimi nijiue. Hebu sikiliza. Unajua swala hili ni zito Tumweleze mama, na yeye labda atakuwa na mawazo yake. Hapana Sheila, kinatunyumiza mimi roho ni hizi message za Jimmy. Message zinasemaje kwani? Shika simu usome mwenyewe, ona. Mungu wangu. Mbona kazi ipo? Nisikilize Sheila, na kuomba ili swala libaki siri yetu mpaka harusi itakapopita. Sawa, ila mama ni muhimu alielewe. Ili jambo hili likija kubumburuka, mama we na taarifa. Muda huo anaongea, mara mama Zawadi aliingia. Wote walishtuka, wakanyamaza kimya. Msikilizaji, muda wa harusi ulivyokuwa unakaribia, kilikuwa ni kipindi kigumu mno kwa Mage, pamoja na kupewa ahadi ya kutokusalitiwa na kuvalishwa pete iliyoambatana na sherehe ya siri iliyofanyika katika mji wa Musoma. Bado aliona kabisa haitoshi. Alijua tu anapewa moyo aishi kwa matumaini. Chakula kwake kilikuwa ni sumu, kilikuwa hakipiti kooni. Unaambiwa Mage alikonda kwa mawazo juu ya harusi iliyobakiza siku chache ya Jimmy kumwoa Zawadi. Mage alikonda, kila kukicha alikonda kwa mawazo. Mage alipoteza siha yake na alionekana ni kama mgonjwa wa kifua kikuu. Wazazi wake mara baada ya kujua kinachomsumbua kupitia kwa shoga yake Feti, waliamua sasa ili kuokoa maisha ya mtoto wao ni bora arudishwe kwa shangazi yake Marekani mpaka hapo harusi itakapoisha. Taarifa zikatumwa kwa shangazi yake afike haraka ili kuokoa maisha ya mwanae kabla ya harusi, maana wakaamini kabisa siku ambayo Mage atashuhudia harusi ya Jimmy na Zawadi, huenda Mage akapoteza maisha. Basi shangazi huyo mtu anaishi Marekani, naye aliahidi kufika haraka sana iwezekanavyo kwa ajili ya kumchukua Mage aende naye Marekani. Naam, msikilizaji, kengele ya mlango ilimfanya mwanadada Zawadi ajinyanyue pale kitandani kwenda mpaka mlangoni kufungua mlango.
Alijua ni Sheila ambaye aliondoka asubuhi na akamwahidi angerudi muda so mrefu, lakini mtu aliyekutana naye hakutegemea kuonana naye muda ule. Kitendo cha Zawadi kukutana na mtu ambaye hakumtegemea kilimfanya apate mshtuko uliomsababishia kupoteza fahamu, kitu ambacho kilimshtua Jimmy aliyekuwa amebeba ua kubwa na kadi za msamaha. Jimmy alishindwa kuelewa Zawadi amekumbwa na kitu gani. Jimmy ambaye alikuwa yuko peke yake mara baada ya kusalimiana na mtumishi wa ndani na akamjulisha kuwa Zawadi yumo ndani. Mtumishi yule alikuwa anaendelea na shughuli zake. Sasa Jimmy akawa peke yake asijue afanye nini, na hii ni kutokana na tukio lile la Zawadi kuzimia. Ilibidi Jimmy atoe huduma ya kwanza kabla ya kutafuta msaada mwingine. Akiwa anamnyanyua Zawadi, akasikia sauti kwa nyuma. Vipi Shem? Zawadi amefanya nini? Ilikuwa ni sauti ya Sheila. Hapana. Unajua hata mimi nashangaa. Amenifungulia mlango na amesema, "Mama, nakufa." Nikaona tu anaanguka chini, sijui chochote. Sio kweli Jimmy. Wewe utakuwa umempiga. Kwa nini Jimmy hukuuliza sababu mpaka ufikie stage ya kumpiga mwenzio? We Sheila, mbona sikuelewi? Nimuulize sababu gani? Na kwa nini nimpige Zawadi ikiwa mimi ndiye mwenye kosa kwa kuchelewa kurudi jana, na simu yangu sehemu niliyokwenda haikuwa na mawasiliano? Sasa kwa nini Zawadi ashtuke na anguke chini kama hakuna kitendo kibaya ulichomfanyia? Nisikilize Sheila, nakuomba uniamini. Najua kwa kweli jana mimi nilimuudhi Zawadi kwa kiasi kikubwa mno, mpenzi wangu huyu, lakini sikutegemea kufikia tu yeye mimi kunizimia simu. Na hakutaka kabisa kuniona. Siamini kama yaani sikutegemea kama Zawadi angenichukia kiasi hiki, na ndio maana nilikuja hapa kwa ajili yake. Kwa hiyo unataka nini hapo? Nisikilize Sheila. Mimi mwenyewe kwanza hapa nilipo nisielewi. Na ndio maana nimekuja na hili nimekuja na kadi kumwomba msamaha mpenzi wangu Zawadi. Nisikilize Sheila. Mimi nampenda sana Zawadi. Hujui tu ni kiasi gani moyo wangu tokea jana unavyoteseka kwa kujua kwamba nimemuudhi ua la moyo wangu. Sidhani kama sidhani kama kuchelewa kwangu labda kuna kitu kingine nimemkosea, ndio maana niko hapa ili niambie. Jimmy, uso wakati wa kuweza kumtafuta mchawi. La umuhimu hapa tutatue tatizo au mambo mengine baadaye. Sheila alizungumza hivyo. Ilibidi wampe Zawadi huduma ya kwanza ambayo haikusaidia kitu. Ilibidi akimbizwe hospitalini kwa huduma zaidi. Walimkimbiza hospitali ya Hindu Mandal. Zawadi alizinduka baada ya masaa mawili. Wakati huo alikuwa amezungukwa na familia za pande zote mbili. Babake na Jimmy akamuuliza, "Unajisikiaje mama?" Baba Jimmy alimuuliza Zawadi. Zawadi badala ya kujibu aliangua kilio ambacho kilimshtua kila aliyekuwepo pale. Wakati Zawadi analia, ilibidi daktari awaombe wamwache Zawadi apumzike. Akasema, "Jamani, samanini ndugu zangu. Inavyoonekana bado akili yake mgonjwa haijakaa sawa. Hivyo mpatieni muda wa kupumzika. Na nina imani baada ya muda atakuwa sawa. Hivyo mtaweza kuongea naye." "Sawa dokta." "Lakini dokta, sijui hali yake alivyokuwa. Na sasa unaionaje dokta?" Hali yake ina maendeleo makubwa mno. Kama mtu alikuja hajitambui na sasa anaweza hata kufumbua macho, na imani kwamba ni maendeleo makubwa." "Ni kweli, basi dokta, sisi tutarudi baadaye." Baba Jimmy na familia yake waliondoka, huku baba Jimmy akiwa anamuuliza mwanae Jimmy. Jimmy akasema yeye haondoki mpaka ajue hatima ya mgonjwa. "Mwanangu Jimmy, hivi umemfanya nini mchumba wako?" "Baba, nilichokueleza ndio hicho, hakuna kitu kingine zaidi ya hiko baba." "Ngoja apate nafuu. Kama atanieleza, wewe ndiye sababu, ujue patakuwa patoshi Jimmy." Baba Jimmy, isiwe amemfumania labda na changudoa wake yule nani sijui Mage. Si unamjua huyu mwanao kichwa maji huyu?" "Nikwambie Jimmy, kama utakuwa umerudiana na yule changudoa wako Mage, utatafuta pa kwenda. Natoa tu tahadhari mapema kwangu, utahama kwangu na utamtafuta baba yako." We Jimmy, umtafute na mama yako. Yaani kama umerudi kwa yule
malaya wako yule Mage. Sisi sio wazazi wako. Maana sasa sisi utakuwa umetuona si wazazi wako ni wapumbavu. Wazazi wangu, yani mnalo ni dhania. Sio kabisa, mimi na waheshimuni. Siwezi kupinga mambo yenu. Mmenichagulia mwanamke Zawadi na mimi nitamuoa yeye. Aya, wewe bakia hapa, lolote litakalotokea utatujulisha sisi. Baada ya wazazi wa Jimmy kuondoka, mama Zawadi pamoja na Sheila waliingia chumbani ambapo Zawadi alikuwa bado analia. Mama yake akiwa na uso wa majonzi, moyo ukimuuma kwa mateso ya moyo yanayompata mwanae. Alimsogelea akijua wazi kwamba siri imejulikana. Mwanangu Zawadi, siri imejulikana. Hapo Zawadi alikataa kwa kichwa. Sasa nini? Mbona upo kwenye hiyo hali mwanangu? Mama, moyo unaniuma. Yaani sijui nifanye nini. Sijui nitauficha wapi uso wangu kama siri hii itajulikana. Sasa wewe, kutokana na hali unayoionyesha, ni upesi siri hii kujulikana. Mama, yaani kila nikimwona Jimmy moyo mimi unanipasuka kwa kumpa ahadi hewa ya kumzawadia usichana wangu. Mama, jeuri yangu iko wapi? Mbona mimi nimeumbuka mtoto wa kike najiona sina thamani ya kuishi? Ni bora tu nijiue kabla siri hii haijajulikana. Nisikilize mwanangu. Hivi ni wazo gani hilo unalotaka kulichukua? Hata kama hutoolewa, bado una nafasi ya kuendelea kuishi. Hii ni mitihani ya maisha. Wewe unazungumzia usichana wako. Kuna wanawake wanaolewa ambao wana watoto. Mwanaume anamkuta mwanamke ana mtoto na anamchukua na anamuoa. Yaani ukupoteza tu usichana wako, unataka ujue. Sawa mama, nimekuelewa. Lakini mama, sio kwa hili. Wewe, mitihani ipo mingi mwanangu. Ipo yenye kukatisha tamaa ya maisha. Hebu muombe Mungu akupe nguvu uweze kuyashinda majaribu. Kuna wenzako wanabakwa huko, wanaambukizwa na maradhi na magonjwa na kila kitu. Sembuse wewe. Mama, najitahidi lakini moyo wangu hauwezi. Siwezi mama. Lakini Zawadi shogangu, ni haraka sana kufikia uamuzi huo kwa kuwa jambo hili ni siri, sawa? Tuliache liwe siri. Mungu anaweza kusaidia na likapita salama. Mimi hata kama nikiolewa, bado nitakuwa so mwaminifu katika ndoa yangu. Kwa kuonekana mimi ni muongo, kwa kusingizia kwamba nina bikra wakati wewe. Hivyo unadhani bikra ni mchongo? Unadhani wanaume wa saizi wanaangalia bikra? Wanaangalia tu haja zao za kimwili, basi. Anaangalia tabia zako, basi. Anaangalia upendo wako, basi. Anaangalia wewe utakuwa mama bora kwenye familia yake, basi. Lakini mama, mimi nilimwahidi Jimmy na usichana. Rafiki yangu Zawadi, mimi nikwambia tu, swala la bikra hilo linaweza likarekebishwa. Mbona wapo wataalamu wanairudisha hiyo bikra. La umuhimu tu tumuombe Mungu wasije wakagundua kama bikra hiyo itakuwa ni feki. Hicho kilichokusibu mbona simple tu. Sheila alimpa moyo rafiki yake Zawadi. Mara akaingia mhudumu akasema, jamani, samanini jamani, kuna kaka yuko hapo nje anamuomba kumuona mgonjwa. Na kabla kujibu wote walitazamana. Zawadi kabidi aulize, mkaka gani jamani? Sheila akasema atakuwa ni Jimmy tu, maana Jimmy hana raha toka tukio hili lilipotokea. Zawadi akasema sitaki kuonana na Jimmy. Zawadi alikataa kabisa kumuona mchumba wake. Kwa nini utaki kumuona we Jimmy? Basi tu mama, hata sielewi. Kila nikimuona Jimmy moyo wangu unaniuma. Najua Jimmy anaumia, najua Jimmy anateseka kwa ajili yangu. Mimi nikimuona Jimmy naumia sana mama. Kwani Jimmy anasemaje juu ya ujumbe alioutuma wa wewe kwenda Biscuit Hotel?
Ataanzaje kuniuliza au mimi kumuuliza wakati Jimmy alishaniambia kwamba hakuwepo? Sasa nisikilize mwanangu, huyu anayegonga huko nje muache aje, umsikilize, umuone na yeye ana yapi ya kueleza, sawa? Msikilize, mpe nafasi. Muuguzi aliruhusiwa kumuita Jimmy aingie ndani. Baada ya muda mfupi aliingia Jimmy akiwa na uso wa huzuni. Alikwenda mpaka kwa mgonjwa, akaongea kwa sauti ya upole huku machozi Jimmy yakimtoka. Jimmy akasema, Zawadi, pole sana. Nina imani yote yaliyotokea ni kwa ajili yangu. Narudia kusema yuko nakupenda kuliko kitu chochote. Sikutegemea kukuudhi kiasi kile. Elewa Zawadi, ni muda mchache uliobakia ili mimi na wewe tuwe mke na mume. Sikupenda hata siku moja kuliona chozi lako likitoka kwa maudhi yangu. Niliapa sitakuudhi moyo wako mpaka mauti atakapoweza kuchukua uhai wa mmoja wetu, na nilitarajia kuona ndoa yetu inakuwa ni ya furaha na amani. Ndoa yetu iwe zawadi njema kama lilivyo kwa jina lako. Zawadi, nakuomba unisamehe kama nimekuudhi. Napenda unipe adhabu yoyote itakayoupoza moyo wako. Bado nakupenda kama unavyonipenda. Zawadi, mimi nakupenda zaidi ya kupenda kwenyewe. Nisamehe mamangu. Nilikokuwa nimekwenda kule mtandao tu ulikuwa unasumbua. Lakini sio kwamba nilikuzimia simu, hapana. Msikilizaji, japo maneno ya Jimmy yalikuwa ni kama sauti yenye kumponya mwanamke mwenye matatizo ya moyo, yenye kumpa farijiko na kurudisha tumaini, lakini haikuwa hivyo kwa Zawadi. Maneno ya Jimmy yalikuwa ni kama kisu butu kwenye moyo wake uliorudisha maumivu upya. Zawadi alikuwa kibubujiko na machozi bila kujibu kitu chochote. We Jimmy, wewe, hebu sema ukweli, au kuna kitu kingine zaidi ya jana ulichomfanyia? Hakuna chochote ambacho mimi nimemfanyia. Zawadi, sema basi kama kuna kingine ambacho mimi nimekifanya. Mbona nilikwisha kukueleza kosa langu la jana na nikakupa uhalisia halisi. Jimmy, sio hivyo unavyofikiria Jimmy. We Zawadi, wewe sio sehemu yake kuzungumza hayo. Sheila alimkumbusha shoga yake Zawadi asiongee lolote. Jimmy akasema, shemeji, kwani kuna nini? Mbona kama vile siwaelewi, kuna nini? Shemeji, ukifika wakati wake utaelezwa. Sasa mnaniacha njia panda. Mnanipa wakati mgumu na mnafanya moyo wangu uingie mateso bila kujua nini maumivu yake. Mnieleze basi, nini tatizo? Nini tatizo la mpenzi wangu, barafu wa moyo wangu, mpaka anakuwa kwenye hii hali inayotishia furaha ya moyo wangu? Nini shida? Jimmy mpenzi, mimi najua jinsi gani ulivyokuwa na upendo juu yangu, lakini sivyo unavyofikiria. Ila bado jinamizi la njozi za kunikatisha tamaa juu ya ndoa yangu ndizo zinazoutesa moyo wangu. Japo muda mchache umebakia, lakini bado naona kama vile ni njozi ya mchana. Zawadi alijikaza na kisha kapindisha ukweli. Zawadi, nikueleze mara ngapi? Ndoto ni hila za shetani ambaye siku zote jambo jema humuumiza moyo wake na kutafuta njia kuweza kuvuruga mazuri yote aliyoyapanga Mungu. Hebu amini Zawadi, amini Zawadi. Wewe ndio chaguo nililochaguliwa na Mungu, ndio wewe. Asante mpenzi kwa kusikia hivyo. Na mimi najivunia kuwa na mume aliyekuwa chaguo la wengi. Kwa kuwa hali ya Zawadi ilikuwa ni ya kuridhisha, aliruhusiwa kutoka hospitalini na kisha karudi nyumbani. Jimmy alimuaga, wangekutana baadaye kwani alikuwa anakwenda Nyegezi kuangalia mifugo ya baba yake kwa kuwa alikuwa ametumwa ende huko. Msikilizaji, ilibaki kuwa siri ya watu watatu: Zawadi, mama yake Zawadi pamoja na shoga yake Sheila juu ya kubakwa kwa Zawadi. Jimmy naye aliendelea kuwa karibu na Zawadi muda mwingi ili kumtoa hofu ya moyo wake, na mipango ya harusi iliendelea vizuri tu. Kadi zilisambazwa kila kona. Pamoja na mipango kuwa moto, lakini moyo wa Zawadi ulikuwa kwenye kipindi kigumu mno.
Hata akiwa katikati ya furaha, alipokuwa anakumbuka tukio lililomkuta, alikuwa anajikuta anapoteza furaha na anakuwa mnyonge, kitu kilichomnyima raha. Wengi walijua ni uoga wa harusi, lakini siri ilibaki moyoni mwake. Msikilizaji, wakati maandalizi ya harusi yakiwa yamepamba moto, hali ya Mage ilikuwa ni mbaya kila uchwao, japo Jimmy alitumia kila alijualo kumhakikishia kwamba hatamuoa Zawadi. Japo muda ulikuwa umekaribia, shangazi yake wa kutoka Marekani alifika Tanzania, ikiwa imebakia wiki moja tu na siku 3 Jimmy amoe Zawadi. Lakini Mage hakuwa tayari kuondoka Tanzania mpaka ashuhudie yeye mwenyewe harusi ya Jimmy, ili auone usaliti wa Jimmy, pamoja na kubembelezwa sana ili aondoke kabla hiyo harusi ambayo walijua kabisa inaweza ikamfanya Mage akawa mwenda wazimu. Mage alikataa kuondoka Tanzania, akasema, sijakataa kuondoka, lakini nataka nishuhudie harusi. Japo najua nitaumia, lakini sina jinsi, nimeumia na sina budi kuugulia maumivu yangu. Sidhani kama nina muda wa kuweza kuendelea kupoteza. Una maana gani? Kuendelea kuishi ni hasara tu. Bora nife ili nipumzishe maumivu ya moyo wangu. Jamani, mimi moyo unaniuma. Jimmy anaenda kuoa mwanamke mwingine. Kupenda kubaya nyie. Usisikie. Hasa ukataliwa wakati bado nampenda. Na pendo la umpendaye kuligeuza nguzo kama litavunjwa bila hata kuutaarifu. Lazima kuanguka. Mweza dumi nimeanguka mwanguko mbaya. Mina imani siwezi kuinuka tena, jani niacheni tu nipumzike. Kama kujua mimi acheni tu nijue. Yalikuwa ni maneno makali yaliyowaliza wote waliokuwa wakimsikiliza Mage. Mage mwanangu, bado una nafasi nyingine ya kufurahia maisha. Hebu usijikatie tamaa, yashinde majaribu ya shetani. Ni wazi mpenzi wako Jimmy alikuwa hakupendi. Hilo lazima umshukuru Mungu kukuonesha picha ya mbeleni mapema. Hapana, Jimmy mimi ananipenda. Ananipenda kama anavyompenda, na siwezi kupata bwana anayejua thamani yangu kama yeye. Wengi tu ni waongo. Jimmy ndo mkweli. Lazima nitapigania penzi langu mpaka damu yangu ya mwisho, na nina imani nitaibuka mimi mshindi. Mungu yupo upande wangu. Mungu yupo upande wa mwenye haki, na Jimmy ni haki yangu, lazima nitampata tu. Mage alisema kwa uchungu mkubwa mno. Sasa naona umechanganyikiwa. Jimmy wako yupi? Wakati huyo Jimmy wiki ijayo anakwenda kuoa. Najua mtasema hivyo kwamba Jimmy anakwenda kuoa wiki ijayo, lakini damu ya mtu nasema itamwagika. Utafanya nini? Sina cha kufanya, Mungu atanilipia. Jamani, naomba nipumzike, maana nimeanza kusikia moyo kama vile ukiniuma kila mnapomtaja Jimmy. Kwanza wacha kwanza nimuite aje. Mage alijifunika shuka na kuacha wazazi wake wakijua mtoto wao sasa amechanganyikiwa. Ilibidi watafute mbinu ya kuweza kumsaidia Mage. Walikuwa wanajua kabisa wasipokuwa makini na huyu binti yao Mage, lazima tu atakuwa mwenda wazimu. Walipanga lazima kabla ya ndoa wamhamishe Mage, wampeleke Marekani. Msikilizaji, upande wa pili, Zawadi akiwa amejipumzisha, kichwa chake kikiwa kina maswali lukuki yasiyokuwa na majibu. Ikiwa imebakia wiki moja tu na siku 2, kila alipokuwa anawaza kwa upande wake, Aisee alikuwa anaona mawazo ni mzigo. Alijiuliza juu ya wale waliombaka. Alikuwa na nia gani mtu aliyembaka jamani? Yeye kosa lake ni nini mpaka abakwe? Au ni wale wanaume aliowakataa sasa wameamua kumkomoa? Alijiuliza sana Zawadi. Akiweko katikati ya mawazo, alikatishwa na sauti ya simu yake. Alijinyanyua pale na kuangalia ni nani alimpigia. Alikuwa ni mpenzi wake Jimmy. Bila kujielewa, alijikuta tu moyo wake unampasuka. Japo kabla ya tukio la kubakwa, alikuwa anajisikia faraja sana pindi anapoiona simu ya Jimmy, na mara nyingi huwa anaikumbatia simu hiyo kifuani. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti. Pindi anapoona tu simu ya Jimmy, moyo unamshtuka. Zawadi alipokea ile simu, akajitahidi kuficha ule mshtuko wake. Hello mpenzi, unasemaje? Samani, naomba uje nyumbani, na shida muhimu sana. Jimmy, shida gani hiyo? Si uniambie tu hapa kwenye simu. Japokuwa simu ile ilikuwa ni ya Jimmy na sauti yake
ilikuwa ni kama vile kama inaua lakini hivi. Jimmy akasema, umuhimu wa hii simu nilokupigia lazima uje hapa nyumbani. Jimmy, siwezi kutoka mwenyewe, labda uje unifuate. Zawadi alikuwa na hofu isiwe kuwa ikawa kama siku ile akaingia mtegoni. Jimmy alikubali kumfuata. Baada ya kama dakika 15 alikuwa ameshafika. Jimmy, usiniambie tu hapa, kwani lazima mpaka twende nyumbani kwenu? Kwa nini tunabishana Zawadi? Kwani kuna tatizo gani wewe kwenda nyumbani kwangu? Jimmy aliuliza kwa sauti ya ukali kidogo. Mpaka Zawadi akawa na hofu. Alijikuta anakubali kuongozana na huyo mpenzi wake. Jimmy hakuwa na mazungumzo yoyote ndani ya gari, zaidi tu akawa bize na usukani huku akiwa anapiga tu mruzi taratibu. Walipofika akampeleka chumbani kwake. Mara moja bila hata ya kuongea lolote, alikwenda kwenye kabati akatoa bahasha ambayo akamkabidhi Zawadi, akamwambia shika. Zawadi, hiki ni nini unanifanyia? Kwa sauti ya ukali, Zawadi akapokea ile bahasha, akaifungua. Alichokikuta ndani, yo! Nimekwisha mimi. Zawadi alianza kulia. Bwana msikilizaji, nini kitakachoendelea? Huu mzigo mtamu wa kuitwa Heartbreak ni simulizi tamu kutoka kwake Bwana Ali Mbetu. Mimi niliyekusimulia naitwa Uncle J Simulizi. Tukutane katika sehemu ya 3 simulizi hii ambayo kwa hakika imekuwa ni tamu kweli kweli. Hatimaye ile siri iliyokuwa inafichwa, ninahisi ya kwamba tayari imeshafichuka. Sasa itakuwaje? Mimi nahisi hivyo. Wewe msikilizaji unahisi nini? Hatari kweli kweli.